Kubwa kutokea kule Mashariki ya Kati ni kwamba serikali ya Israeli imeripotiwa kufungua tena kivuko cha mpaka wa Rafah kinachounganisha Misri na ukanda wa Gaza mara baada ya kupokea miili ya raia wake wanne ambao walikuwa wametekwa na Hamas. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Kan nchini humo kilikuwa kinaeleza habari hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, malori 600 yenye misaada ya kibinadamu yanatarajiwa kuingia Gaza kuanzia siku ya leo, yaani Oktoba 15, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya ubadilishanaji wa mateka na msaada wa kibinadamu yaliyosimamiwa na Marekani, Misri na Katari. Mashirika ya misaada yameeleza kuwa malori hayo yanabeba chakula, dawa, maji safi na vifaa vya matibabu kwa maelfu ya Wapalestina walioko kwenye hali ngumu kufuatia miezi mingi ya vita. Taarifa za awali zinaonyesha pia kuwa miili mingine minne ya mateka wa Kizayuni inatarajiwa kukabidhiwa kwa Israeli katika saa chache zijazo, huku timu maalumu ya kitabibu na kijeshi zikiwekwa tayari katika kituo hicho kwa ajili ya kupokea miili hiyo. Tukio hili linakuja siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kusimamia makubaliano ya amani ya Gaza ambayo yamelenga kumaliza mapigano na kuanzisha hatua za ujenzi upya wa ukanda huu ambao uliteketea kwa vita. Na kwa sasa hali katika mpaka wa Rafah inaendelea kuwa na tahadhari au kwa tahadhari kubwa zaidi, lakini imeelezwa kuwa misaada inaingia kwa utaratibu wa pamoja kati ya maafisa wa Misri, Israeli na hata wa Umoja wa Mataifa. Nadhani sasa hivi inawezekana tunaweza tukakaa tukaongea jambo moja ambalo watu wengi walikuwa wanalisubiria liweze kutokea. Hakika mwanga umeweza kuonekana ndani ya Mashariki ya Kati. Kile ambacho kilikuwa kinaonekana labda ni kigumu kuwezekana, hivi sasa watu wameanza kukiexperience kikienda kutokea kwenye jamii ya watu wa Mashariki ya Kati, hususan upande wa Palestina sambamba na Israeli.